kuzitunza zile pesa. Na usisahau hili, nasisitiza kwamba hivi nilivyo hivyo ulivyo na hivyo tulivyo wote ni matokeo ya kujiweka jana. Nikisema jana, inaweza kuwa jana kama jana, mwezi ule uliopita, mwaka ule na miaka mingine. Hivi nilivyo mimi ni matokeo nilivyojiweka mida yote iliyopita. Na mpaka leo nilivyo na niandaa kesho hiyo ya aina fulani ya mtu. Na yote haya yako nyuma ya kitu kinachoitwa tabia. Tabia ni kitu muhimu katika maisha. Na kwa bahati mbaya, tabia mbaya ni rahisi sana kuijenga, lakini ni ngumu kuibomoa. Wala hapo huwezi kusema amina. Ndio maana mtu ili aende mbinguni anahitaji neema ya Kristo, kwa sababu udhibiti wa kumfanya ashinde ile tabia uko nje ya uwezo wake, mpaka Kristo apige hodi na afunguliwe atengeneze hayo mambo. Kinyume na hapo lazima ufeli tu. Mungu mlevi, mtu namuombea haachi pombe. Kila tukimwombea haachi pombe ni kwa sababu ya hiyo kanuni. Tabia mbovu ni rahisi kuijenga, lakini ni kazi kuibomoa. Na shetani hivyo mshenzi, ukisoma maandiko yao yanaonyesha jinsi ambavyo anahakikisha sisi waaminifu tunatengenezewa mazingira magumu ya kumiliki pesa, kwani tutauharibu ufalme wake. Mbaya zaidi, tumeendelea sisi kwa wavivu wa kufikiri, tunajiwekea vitu vingi kichwani, na mwisho wa siku tunakuwa watu wa kufeli. Yaani sasa unakuta sisi kati ya watu ombaomba tunaongoza. Sikilizeni, huwezi ukaona utukufu wa Mungu katika umasikini. Nimewakwaza, ila ni rahisi kuona utukufu wa Mungu katika mafanikio ya aina fulani. Unajua sisi hatukupangiwa ama hatukutengewa umasikini. Ni pale tu sisi tunajibanza hapo na kuanza kusema wenye pesa ni watumishi wa shetani. Sio kweli, ni aina fulani tu ya uvivu wa kufikiri, halafu tunajikuta tumetamka maneno bila kufikiria. Ila itoshe kuelewa hivi kwamba Mungu alikuwa ameruhusu tuwe na mali, halafu hizo mali tusitumie kwa kazi ya nani? Ya Mungu. Sawa tu Mungu. Ninakosa lugha nzuri ya kutumia ili nielewe, lakini itoshe kusema hivi kwa ufupi hivi ya kwamba tunapotaraji kupata waumini ama waongofu, tutakuwa tumepata pesa, na hiyo pesa itakuwa imetokana na sisi, na kisha tutakuwa tumetoa zaka na sadaka, alafu mfuko utakuwa na pesa, ndipo tutakapowalipa hao watumishi na wataendeleza kazi ya nani? Sasa haitakuwa rahisi kuja kupata hiyo pesa ikiwa mimi mwenyewe kwanza hapa tunapoongea sinayo. Sasa tutapewa na Waislamu, Wapentekoste na wengineo. Hasi hatutegemei msaada kutoka kwa wazungu, si ndio? Isipokuwa ni sisi wenyewe hawa tunaojitafsiri kuwa na hali ngumu ndio tunatazamia tuje tuwe na pesa za kuwezesha ili mipango tuwe iweke.